kuna hisi kama mwanadamu. Ampliato kama angemuona Ayubu anaenda kinyume na kila ambacho Ampliato anajua kabisa hichi akienda nacho kinyume ataharibikiwa, kwa sababu wana uhusiano wa damu ya nyama. Wazazi wao wametoka aidha kwa mama mmoja au baba mmoja, au wana uhusiano wa kiundugu wa ukoo. Kwa hiyo kadhalika Ayubu naye pia angesikitika kuona ndugu yake mdogo wake labda anaenda kinyume, na hata hivyo anajua kwamba kwao kukoje na cha kumsaidia ndo hichi, lakini hata hivyo asingeweza kukithamini. Haleluya. Mfano mwingine, mimi nina ndugu yangu mdogo wangu Jovi, na uzuri nani Jovi, halafu Charles. Mimi ni Jovi ni Charles, nani Jovi ni Charles. Sasa pendo la Kristo Yesu kama ilivyo sasa uhusiano tulionao kimwili, kiukweli ningekuta yuko kwenye hali fulani, pengine anaishi maisha au tabia za mwilini za wiziwizi na udokozi, mimi ningesikitika na kumwonya mara kwa mara, ila wakati namwonya kwa sababu anajua hiyo tabia, hizo njia anazotumia, natolea mfano kwamba zinampa faida kwa namna fulani katika maisha, angeweza pengine kuniona mimi sifai kwa namna ambavyo ningemfuatilia na kumkemea. Wakati mwingine unapofuatiliwa kuna kuonekana kama unadhalilishwa, nadhalilishwa, nafokewa, lakini kumbe mimi nilikuwa namthamini kama mtoto, mtu, mwanafamilia. Baba yetu ni mmoja, kwa hiyo ina maana anapoharibikiwa nimeharibikiwa. Haleluya. Amina. Turudishe huo mfano kwa kiroho. Ikiwa tungeelewa uhusiano tulionao kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja anaitwa Bwana Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, kwa kuzaliwa sasa, maana hakuna namna tutakuwa ndugu kiroho. Wapendwa, hatutakuwa ndugu kiroho, haijalishi vile ambavyo tungejitahidi bila ya kuwa tumezaliwa, maana tunakuwa ndugu wa kiroho kwa kuzaliwa. Tunapozaliwa katika ufalme, ndo sasa damu hiyo ndo inatutakasa na kutufanya sisi kuwa wa asili moja. Unaweza ukaona Fide Risi unapotegea kubatizwa, sasa hujaingizwa kwenye agano, halafu sasa maisha haya mwanadamu yanatoweka muda wowote, na kutenda makosa sasa hakutaisha, kwa sababu Ibilisi hata kuwa mpumbavu kiasi hicho aache eti kukufuatilia, kukukosesha, kwa sababu unataka mambo yakae sawa yote ndio wewe ukabatizwe. Haiwezekani. Maana kinachofungua ni damu ya Bwana Yesu Kristo. Mshairi aliimba, ufunguo damu yake kondoo daima. Nadhani unaweza ukaiona iko, ingeweza kuwa na changanya, lakini wimbo huo upo kwamba damu ya Yesu Kristo ndio ufunguo, na ili tufunguliwe lazima tuanzie kwenye maji, kwamba maji ndio mzazi, yaani maji ndio mzazi wa maumbile kutoka kwa Muumbaji, kwamba ardhi hii ilizaliwa toka majini. Kulikuwa na maji yamefunika ulimwengu mzima, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, na Roho wa Mungu akatulia juu yake. Mungu sasa akatenga maji, sehemu ya nchi kavu akaita nchi, lakini sehemu ya maji ikaitwa maji, vilindi mbalimbali. Kwa hiyo ina maana kuzaliwa kiroho kunaanzia kwenye maji. Kwa hakuna namna ya kusema ya kuwa ngoja nijipange ili mpaka nitakapokuwa sawa ndio sasa mimi nikachukue hatua ya Mungu kwa Mungu. Haleluya. Amina. Sasa tunaumia, tunasikitika leo hii mambo haya yapo yanaendelea.
Paulo anatuambia wazi ya kuwa ninyi sio watu wa mwilini nyinyi. Mmoja anaposema ya kuwa mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, si wanadamu ninyi. Leo tunasikia watu wanasema mimi ni Branham. Jamani, si ndio haya tunayoyasema? Sasa ina maana leo mtu anapokuwa anang'ang'ana kujiita yeye ni mwana ujumbe, kwani nini maana ya mwana ujumbe? Kwani ujumbe huo unaosema ni ukoje? Unatofautianaje na mambo mengine yote kwenye Biblia? Nilikuwa nawaza kwamba sijajua Jovini huyu anaelewa kweli. Nilikuwa kwenye kuomba, nilikuwa nasikitika sana. Kamkumbuka ndugu yangu mwingine, mimi sijawahi kumuona, ila Neema ndo alimuona alipoenda. Mimi sijawahi kumuona, naitwa Yohana. Jovini unamfahamu? Mimi sijawahi kumuona. Tulishaenda lakini kuongea kwa simu, alitoa namba yangu hapa ananitafuta. Yuko na vifungo, nikamkumbuka ikiwa yaani mtoto wa baba anahitaji kwanza msaada hata wa kimwili tu, maisha ni magumu, lakini pia alipigwa jicho moja ni bovu, ana familia na hangaika, lakini pamoja na kuhangaika huko kote bado hajui njia ya kweli. Dorcas, nilikuazia mpendwa, nilikuazia wakati huu ni wakati ambao udanganyifu ni wa hali ya juu sana. Tuliona kwenye ibada ya mkesha, bado unakosa ibada za mkesha, kuna mambo mazuri yanaendelea, lakini ndugu Maganiko hatuko naye. Tulienda Jumamosi, ile Jumapili ya kumuona, tulimwambia atafute mahali pa kukusanyika, sababu yeye ni mtu anayepinga kila kinachoendelea, chochote kinachoendelea yeye anapinga, ila angekaa kama anaamini. Na anaona sisi tulikosea sana kumhoja au kumuuliza ndugu yake alichohubiri kwamba injili ibadilika na kadhalika na yote, kwamba hiyo ilikuwa ni makosa, na huyo sisi hatumjui, na ilikuwa ni ujumbe amepewa na Mungu kabisa, na yeye alimshirikisha ndugu yake. Kwa hiyo kuja hapa ikiwa ni ujumbe wa Mungu kabisa, yani Roho wa Mungu alimpa ujumbe kwa ajili ya kanisa la Goma. Sasa yeye tunakusanyika pamoja hapa, lakini yeye hayuko pamoja kabisa na huduma na wahudumu na wengine wote, ila angetamani hata kutane na mwingine, amvute pembeni, aanze kumwambia habari za namna ambavyo yeye anaona mapungufu. Akaambiwa na shemasi Jonathan kwamba sasa kwa kuwa imefikia hapa, na yeye akasema mimi sitabadilika, nitasimamia msimamo wangu, na dada hata kuja kwenye ibada za usiku za mkesha ataomba hapa hapa nyumbani, ila mimi sijapata muda wa kuja kwenye mkesha. Ukasema ikiwa wewe mke wako ataombea nyumbani, hata kuja kwenye mkesha ambao ni utaratibu wa kanisa, maana atatokea mwingine pia na atasema naye pia mke wake aombee nyumbani, ina maana hilo halitakuwa kanisa. Kwa hiyo sasa akaambiwa na shemasi, sasa ilipaswa sasa ufungue kanisa lako wewe ndio usimamie hayo, au utafute mahali ambapo atakubali hayo. Tukaongea hayo, na kiukweli kabisa tukaachana kuwa yeye atafute kabisa mahali pa kuabudia, na hata kupiga magoti alikuwa anapiga, kumbe yeye haridhiki, anasema kwa nini watu wawe ni kupiga magoti kanisa? Sasa unashindwa tu, ina maana haelewi tu hata kwamba kupiga magoti maana yake ni nini. Ni ishara ya unyenyekevu, kushuka mbele za Mungu. Sasa yeye anataka hivi kuwepo na uhuru, anasema na wengine wapo tu hapo ambao wanaona tu kwamba ni sheria tu. Sasa ina maana kama Yesu, wapendwa, hebu tujiulize vizuri, kama Yesu aliomba kwa kulia na kupiga magoti, hivi sisi sasa tungefanya kama Yesu yeye mwenyewe aliomba na kupiga magoti? Yesu, si tunaelewana wapendwa? Yaani yeye sasa, Yesu aliomba kwa kupiga magoti, tena analia, sisi ingetupasa kufanyaje?
Na ishara hiyo popote pale ambapo ungeelewa mtu alikuwa ni anaomba ni magoti. Si tunaelewana? Ilikuwa ni magoti. Sasa mnatembea sasa na mtu kama huyo. Yeye anasema hivi, nabii, unaona nabii alikuwa anasema let us play let us stand on the play. Yaani eti sasa nabii Branham, sio Biblia huku. Nabii Branham alikuwa anawaambia watu, hebu tusimame na tuombe. Hebu tusimame na tuombe. Kwa hiyo sasa nabii angeelezea sasa wakati watu wamesimama, yaani ile kuahirisha kwamba kama ambavyo hebu tusimame pale, kumbe yeye sasa ndio anajua sasa walikuwa naomba nisimama kwa nabii. Kwa hiyo nabii sasa, unaona nukuu zinapopotosha. Yaani nukuu inamtoa mtu kwenye Biblia na inakuwa ujumbe ni kitu kinachojitegemea nje ya Biblia. Haleluya. Sasa nilikuwa nazungumzia ya kuwa Dorcas, unatakiwa kuelewa mpendwa, ya kwamba sisi hapa duniani ni wapitaji. Na yeyote hawahi tusipotabishwa na kutumikishwa na roho ya haki ya Kristo, kumwabudu, kushuka chini na kuvunjika na kupondeka. Huku maandiko anasema imarisheni magoti yaliyolegea. Ala, eti unaimarisha magoti yaliyolegea, kumbe sio kupiga magoti. Haleluya. Tuendelee. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwili, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Sababu ya kulisha maziwa, kunywesha maziwa, ilikuwa ni watu wa tabia ya mwilini kama na watoto wachanga, kwa sababu chakula hicho walikuwa hawajakiweza. Anasema si tu kuwalishia hapo, wakati wanawahubiria walikuwa na tabia ya mwilini, aliwanywesha maziwa kwa sababu walikuwa ni wachanga katika Kristo. Anasema na hata sasa hamkiwezi. Mtu kutokutaka kubadilika, yaani amemjia Kristo, akarudi kwenye ushauri aliyokuwa na shauriwa, akarudi kwenye ushirika wa ibada aliyokuwepo nao. Yeye angetoka hapa, ila ushirika wake wa nguvu ulikuwa ni kula alikokuwa, anakuwa na watu wale aliokuwepo nao. Nikwambie ndio kaskada kwamba unapoitwa, tulisoma ibada ya usiku Jumatatu, kwamba Mungu anapokuwa anakuita, anakutoa miongoni mwa watu uliokuwepo nao na kuweka kando, anakuunganisha na watu wake ambao watakufanya utembee kulingana na kile ulichoitiwa. Haleluya. Watakufanya utembee kulingana na kile ulichoitiwa, na atakugeusia na kukubadilishia hata kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana.